الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم. رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بجبال في التخوم. صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم. ثم ينفخ في السور فإذا الميت يقوم. ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم. اللهم اجعلنا من أهل دار النعيم، ولا تجعلنا من أهل نار السموم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبنا في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. لهذا قال جل في علا في القرآن: إن للمتقين مفازا. أحبنا في الله، فتعالوا معي لهذه الخطبة الشريفة، والتي بعنوان آثار وسائل التواصل الاجتماعي. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل في علا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وإسلام baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi wetu na ni mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wana daraja na heshima kubwa wamchao Allah jalla fi ula. Waislamu, leo tena tumekutana katika khutba yenye kichwa cha habari kinachosema athari ya mitandao ya kijamii. Athari ya mitandao ya kijamii. Hadhihi alkhutba, hii khutba itaelezea athari ya mitandao hii ilivyoleta athari katika masala mazima yenye faida,
lakini pia ilivyoleta athari katika masala mzima ya hasara. Waislamu, lau tukitupia macho juu ya mitandao ya kijamii, tunaikuta ya kuwa atharat fi tariqi tawasulina wa tafkirina. Mitandao hii unaikuta ya kuwa imeathiri hasa juu ya namna ya mawasiliano yetu katika maisha yetu tunayoishi nayo, lakini namna ilivyoathiri katika maisha yetu, namna ya fikra zetu. Mitandao ya kijamii imehamisha kabisa fikra na bongo la mwanadamu, imehamisha katika kufikiri kwake, na imehamisha pia katika namna ya maisha yake na mawasiliano yake. Lakini pia ahibana fillah, mitandao hii ya kijamii unaikuta imeathiri mpaka namna ya upatikanaji ilmu fi ta'lim wa fi al-iqtisadiyya wa mas'ala as-siyasiyya. Mitandao ya kijamii unaikuta ya kuwa imetambaa na imeweza kuathiri namna ya kupatikana kwa ilmu, lakini mitandao ya kijamii imeweza kuathiri namna ya uchumi. Mitandao ya kijamii imeweza kuathiri namna ya masala mazima ya siasa. Hakadha ahibana fillah, atharu wasaili tawasuli alijtimai. Waislam, mitandao hii lau tasawarna, lau tukaangalia, tunaikuta ya kuwa ina mzunguko wa ibarat, na ulama wanasema lau tukizungumzia juu ya mitandao ya kijamii nani madha, tunakusudia nini? Hiya mansatu raqmiyati, nayo ni uwanja wa teknolojia mpya au kidijitali. Waislamu, wakati tunauzungumzia uwanja huu mpana, uwanja ambao tutihu lil afrad, umeweza kutoa fursa kwa watu wakaweza kufanya mambo yao. Miongoni mwayo katika hayo ambayo wameyafanya, inshaa almuhtawa, ni kuanzisha fikra na uwanja wa wazi juu ya maudhui mbalimbali, lakini pia atafaula maa al-akharin. Mitandao hii ya kijamii imeweza kuwakusanya watu baada ya kuanzisha maudhui kadhaa, akaweza kufanya na kushirikiana pamoja na watu wengine. Walihadha ahibana, na kutokana na haya ndiyo mafhumu, ufahamu wa wasailu tawasuli alijtimai, mitandao ya kijamii. Ahibana fillah, ikiwa mitandao ya kijamii ndio hiyo, qala ulamau asrina, wamesema wanachuoni wa zama zetu tulizokuwa nazo, tunapokusudia mitandao hiyo ambayo mtu anaandaa maudhui mbalimbali na kushare na wengine, hatuwezi kuacha kuzungumzia juu ya mtandao ambao unaitwa TikTok, lakini mtandao ambao unaitwa Instagram, mtandao ambao unaitwa
unaitwa Facebook, mtandao ambao unaitwa Twitter, na mtandao mwingine ambao unaitwa WhatsApp na mitandao mingine kwa ujumla. Hii mitandao, ndugu zangu, ni mitandao ambayo imeathiri mambo mbalimbali. Imeathiri kwa ubaya na imeathiri pia kwa uzuri. Waislamu, tukizungumzia juu ya upande wa ijabiyatuha, juu ya yale mazuri au faida ya mitandao hii, unakuta ya kuwa tunaweza tukaona ya kuwa miongoni mwa kuwepo kwa mitandao hii, watu hufikisha ujumbe wa dini na ujumbe mwingine wenye faida, hata kama sio ujumbe wa dini. Lakini pia juu ya mitandao hii tunakuta ya kuwa imepatikana faida ya mtu kufanya kazi na kutafuta masoko mbalimbali juu ya kazi yake. Leo ndipo ambapo utaona wapo watu wananufaika na ulamauna, wanachuoni wetu mbalimbali, wakaingia kwenye Instagram akamsikia mwanachuoni fulani, au akaingia kwenye Twitter akasikia mwanachuoni fulani au durusi fulani, na huyu mtu akanufaika na darasa zile na akajua dini yake. Lakini pia, ndugu zangu Waislamu, tumeweza kuona vijana mbalimbali ambao lau sasa hivi Tanzania ikazima mitambo ya internet, vijana watalalamika. Na hawa wanalalamika tunawakusudia ambao wanaitumia mitandao hii kwa aidha kufikisha ilmu ya dini au kufikisha maarifa yoyote yenye manufaa kwa watu, au wenye kufanya biashara. Mwenye biashara ndiye ambaye atasema ya kuwa biashara zangu zimesimama. Limadha? Kwa ajili ya nini? Kwa sababu wasailu atawasuli alijtimai qad inqata'at, imeshakatwa au imekatika. Kwa mazingira kama haya, unakuta ya kuwa mitandao hii imewapa faida watu. Wapo ambao wanatumia biashara zao katika njia ya halal, wanauza na kununua kwa njia ya mitandao, na wapo ambao wanatumia biashara zao katika njia ya halali, lakini ndani yake kuna haramu. Anauza mwanamke, lakini mpaka aonyeshe makalio yake, maziwa yake, uzuri wake, podari zake na mambo mengine. Hii ni njia ya haramu. Wanuraji an naqula haram, na tunarudia kusema haram, lianna baadhi almuslimin, baadhi ya Waislamu bado wanaendeleza tabia hizi. Wallahi, ewe Muslim, ewe Muislam, lau ukauza biashara zako katika njia ya halal lakini unaingiza na haram, ujue biashara hizi hazitakuwa na baraka. Kam min alshabab wa kam min almuslimin, wangapi vijana, wangapi Waislamu leo hii tumeshayasema sana haya na tunarudia kuyasema sana haya, bado wanawaachia wake zao, wanauza madera, wanauza hijab, wanauza mitandio, wanauza simu, wanauza kadhaa. Lakini kuuza kwao lazima aonyeshe uzuri wake, makalio yake yaonekane, mikono yake ionekane, macho yake kayaremba, mapodari yake kayapaka na vitu vingine. Fahadha haramun, hii ni haramu. Lau hata kama wakasema wenye kusema, wale ambao wanatetea mambo ya batil, hadha haram, hii ni haram. Ahibana fillah, tunaona ya kuwa mitandao hii ina faida kubwa, lakini si hivyo. Mitandao ya kijamii katika ijabiyatuha,
au ijabiyatiha, tunaendelea kuwa tunapata habari mbalimbali. Maisha tulioishi katika miaka pengine ya 1979 na kurudi nyuma huko, ni maisha ambayo yalikuwa ndani yake udanganyifu upo, ndani yake watu hawajui ulimwengu unaendaje. Lakini kupitia mitandao ya kijamii watu wameweza kufahamu mambo mbalimbali, wameweza kufahamu utamaduni wa nchi fulani, wameweza kufahamu namna ya mashehe walivyo, wameweza kufahamu njia mbalimbali, wamepitia na kusikia sauti za wale ambao wanawaongoza na wale ambao wanawafundisha katika mambo muhimu ya kimanufaa ndani ya hii dunia. Kwa hiyo ahibana billah, faida ya mitandao, kuna faida nyingi sana sana, faida ambazo lau tukisema tutitaje tutaishilizia katika kalima ijabiyat, yale yenye faida katika masala mazima ya wasaili tawasul alijtimai. ahibana fillah, fataalau ma'iya linandhura salbiyatiha. Njoo sasa tuangalie juu ya madhara mabaya ambayo yanapatikana katika hii mitandao. Waislamu, pamoja na kuwa tumefahamu juu ya faida ya mitandao, lakini pia tuelekezane juu ya madhara ya hii mitandao. Hii mitandao, ndugu zangu, ipo kama mfano wa kisu ambacho kina haddain, kina makali pande mbili. Ukikitumia vizuri kitakunufaisha, lakini ukikitumia vibaya kitakukata. Kwa hiyo mitandao hii ya kijamii, pamoja na faida zake, yapo madhara katika hii mitandao, tena makubwa makubwa. Faminha ahibana fillah, miongoni mwa madhara ya mitandao ni nashru ashaiat, ni kueneza upotovu. Leo wangapi ambao wanaeneza upotovu kupitia hii mitandao ya imma tuloyataja au mengineyo, wanaeneza upotovu mkubwa sana sana, kiasi cha upotovu huo unaweza ukawa una madhara, aidha kuangamiza nyumba yako au kuangamiza sehemu yako unaishi, au hata kuangamiza wilaya yako, au hata kuangamiza mkoa wako na nchi yako, na pengine dunia nzima. Kwa nini? Kwa kitendo kidogo sana cha kuchukua habari na kuklik tu, kubonyeza tu kwamba haya habari nenda, nashru shaiat, tayari wewe unaeneza upotovu. Na upotovu katika kueneza katika ndani ya sheria ya dini ya Kiislamu, hii ni haram. Kueneza habari za upotovu kulimfanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi mzima ni mwenye huzuni, ni mwenye majonzi, ni mwenye kufikiria. Anafikiria hivi, huyu mke wangu kipenzi Aisha radhiyallahu anha, ni kweli anaweza akafanya matendo ya zinaa? Kwa nini? Kwa sababu ya habari tu ambayo imetolewa. Haya, hiyo habari, Aisha binti Abi Bakr Siddiq wa zawjatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kad zanat, amezini. Habari za watu mafasik, habari za watu waovu wamezipeleka habari. Baadaye akazisikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilimpa simanzi, ilimpa majonzi, ilimpa kufikiria, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya, na sio aya bal ayat, aya nyingi, mpaka Aisha radhiyallahu anha akasema, siamini mimi Aisha binti Abi Bakr, Allah kashusha aya nyingi kwa ajili tu tubariuni
zinaniepusha mimi juu ya jambo zito la tuhuma za uzinifu. Ayat, mimi Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akapata tumanina. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya habari. Waislamu, ili uitumie mitandao hii kwa uzuri, usisambaze habari chafu na habari mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlokwisha amini, in jaakum fasiqun binaba'in, akikuijieni fasiki na habari, fatabayanu, wa fi qira'a fatathabbatu, hakikisheni mnapata uthibitisho ni wa kweli, habari hizi je ni za kweli. Kinyume na hivyo, siku ya siku ninyi mnaweza kuingia katika majonzi makubwa, mnaweza kuingia katika hali ya kuwa ninyi ni wasababishaji wa kuuliwa kwa mtu fulani. Kwa nini? Kwa ajili ya habari ambazo umezirusha katika mitandao. Mitandao imekuathiri, sio wewe umeathiri mitandao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inaweza ikawa habari uliotoa ukaipokea ni habari mbaya, ikaleta madhara, baadaye mkawa ninyi ni watu ambao wakusikitika na majuto. Lakini majuto wakati huo hayana manufaa, na wala haina ile kauli manufaa ya kusema lau ningejua. Walau qala alulama tuftahu abwabu shayatin, na lau ni tamko ambalo linafungua milango ya mashaitan. Lau ya nini? Wakati wewe ungetafakari kwanza na ungethibitisha kwanza, usingitoa taarifa mbaya ambazo zimeweza kuathiri. Ahibana fillah, nashru ashai'at, kueneza habari chafu, ndizo ambazo zimesaidia na zimesababisha mke wa fulani kuachana na fulani. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya habari mbaya. Leo unapopata habari, wewe tathabatu, thibitisha. Vipi unaitoa habari hiyo hauna uhakika? Na Uislamu unasema kama ni habari za ndugu yako Muislamu ni mbaya na una uhakika nazo, ulama wanasema wewe huna ustahili wa kuzieneza, bali unaruhusiwa kwenda kwa alim, kwa kiongozi na kumpa habari hizi. Lakini pia unaruhusiwa kwenda kwa wale ambao wenye mamlaka ya nchi hii na kuweza kuwafahamisha kwamba kuna habari hii na hii imetokea kwa mtu fulani, inahitajika kadha wa kadha. Ahibana fillah, madhara ni mengi sana na muda hakuna. Lakini pia madhara ya mitandao sasa hivi imefikia vijana wanachupa mipaka na wanapotea. Wapo vijana hawataki kuoa, lakini wapo vijana wanatekeleza starehe zao kupitia mitandao. Enzi za miaka hiyo, kabla ya hii mitandao, vijana wengi walikuwa wanamaliza matamanio yao kupitia kujichua kwa kutumia sabuni na mambo mengine, nyinyi mnafahamu. Lakini zama zilizokuwa nazo hizi, mtoto wako anaziniwa kupitia mtandao. Mtoto wako unayempenda na ukampenda sana kwamba hana hata umuhimu wa mahitaji ya simu, ukamnunulia iPhone bwana, tena 17 bwana, ukampa mtoto wako, ndio mapenzi makubwa yako. Lakini mtoto huyu anaziniwa akiwa ndani ya nyumba yako. Yule mwanaume anakaa utupu na mwanamke huyu anakaa utupu, wanaanza kufanya matendo yao na kila mmoja anamaliza habari yake. Lihadha sallu wa sallimu ala imam al-mursalin وقد أمركم الله بالصلاة عليه حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله. أحبنا في الله، ولنكتفي في هذه الخطبة، وبعون الله جل في علا سوف نستمر بخطبتنا القادمة. tuishilizie hapo, na kwa uwezo wa Allah khutba tutaendeleza, maana ina habari ambazo bado hatujaweza kuzisikia kutokana na muda na namna tulivyojipangia fi masajidina, katika misikiti yetu kwenda na wakati. falnaktafi bihadha. Allahumma ighfir lilmuslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.